pa shirki ikaharamishwa kwa nasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, lamma kanat hadhihi al-ardu makanu shirk au makana shirk hurrima an ya'mala al-insanu ma yushbihu shirka fiha limushabahati al-mushrikin. Ilipokuwa ardhi hii ni mahali pa shirki, ikaharamishwa kwa mtu kutenda mwanadamu kile ambacho kinafanana na shirki katika mahali hapo kwa sababu ya kufanana na washirikina. Amma binisbati lisalati fil kanisa, ama kwa nisba ya mtu kuswali kwenye kanisa, na hili lilitokea hapo zamani katika zama za Umar, na bali linaendelea mpaka sasa katika nchi za Europe na Amerika. Misikiti, yani makanisa yanauzwa na Waislamu wanayanunua, wanayafanya kuwa ni misikiti. Yafaa haifai? Jawabu, inafaa, pamoja na kwamba ilijengwa ikawa watu wanafanya ashirki, wanafanya tathlith ndani yake, utatu, wanamkufuru Allah tabaraka wa taala kwa hilo. Na Waislamu wamenunua misikiti ile na wanaswali, yani wamenunua makanisa yale na wanaswali. Ukienda katika nchi za Europe, hasa Uingereza na nchi nyingine, kwa kiasi kikubwa misikiti ya Waislamu asili yake ilikuwa ni makanisa. Ukienda Waislamu wana msikiti wao waswali mpaka barabarani, mpaka nje, au msikiti umejaa mathalan. Ukifika kanisani utakuta watu wanne tu, kanisa kubwa, watu hawajali mambo ya dini. Kwa wanakwenda mpaka kanisa lafungwa miaka 5, 10, 20, hakuna mtu anaingia. Yeye bwana msimamizi tu anakwenda kufagia pale au mlinzi, basi ifika wakati sasa wana kwamba kwani tusiliuze, wanauza, Waislamu wanachukua kwa ajili ya ibada. Haya ni mambo, si mambo ya kusikia, yani si mambo ya kubuni buni, ni mambo yametokea hakikatan na yanaendelea. Ila katika baadhi ya nchi nasikia kwamba wapiga marufuku kwamba wasiwauzie Waislamu, wakitaka basi wairudishe serikalini, serikali vingine itanunua. Sijakuwa na wakati katika hili, lakini suala kununuliwa makanisa kugeuzwa kuwa ni misikiti ni mambo ambayo yapo. Sasa je, itafaa haifai? Nasema fa inna salata tukhalifu salata ahli alkanisa, kwa sababu ile swala ya Waislamu iko tofauti na swala ya watu wa kanisani. Kwa itafaa la yakunu al-insanu mutashabbihan bi hadha al-amal, kwa sababu kule wao ni mukaan wa tasbih, kupiga makofi. Sisi hatupigi makofi, ni qira'atu al-Qur'an wa dhikrullah, kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Hakuna makofi wala hakuna minja, hakuna tarumbeta wala hakuna ngoma. Lakini mathalan, je, wao wakiwa ibada yao ni kupiga ngoma na matarumbeta, na sisi tukaingia msikitini tukawa tupiga ngoma na zumari, tutakuwa tumefanana na wao, sio? Sema lakini sasa yetu hii hapa hii nzuri, ambao hapana, firimbi kwa firimbi, ngoma kwa ngoma, nyimbo kwa nyimbo. Katika Uislamu hakuna firimbi wala ngoma. Katika ibada za Uislamu katika misikiti nasema hakuna firimbi wala ngoma, watu kumwabudu Allah kwa kupiga ngoma na kucheza. Kwa hiyo bikhilafi dhabhi fi makani yudbahu fihi lighairi Allah, kinyume na mahali ambapo kinyume na kuchinja katika mahali ambapo watu huchinja kwa ajili ya siku wa Allah, kuna tofauti. Ama kuhusu kitendo cha kuswali, swala zao na swala zetu ziko tofauti. Kwa hiyo haiwezi kufanya swala hii na swala ile, maana kwa Uislamu swala zao ni unyenyekevu, kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Utakujua hilo wewe, angalia swala ya tarawih. Hata kama ni mtu mazoezi,
wengine wafanya mazoezi sana, wewe ndio kocha kule, ndio master una sensei, sio? Ukija kusimama katika tarawih kama ndio mara yako ya kwanza, utajikuna mpaka uko wewe mwenyewe, mara washauku, mara hivi, kwa sababu si kusimama tu, kunataka khushu'u vile vile, na ile ladha ilikuwa mule ndani katika qiraa na dhikrullah. Kinyume cha hivyo inakuwa ni shida kidogo. Au watu wasimame isoma a'raf baina al-maghrib wal-isha, a'raf taweza نسأل الله العافية والسلامة. أنا سمع شيخ ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك. na kwa sababu hii basi, lau kama mtu atataka kuswali katika mahali ambapo huchinjwa, watu huchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah, itafaa, la jaza dhalik, litajuzu hilo. Kwa sababu gani? Liannahu laysa min naw'i al-ibadati allati yaf'aluha al-mushrikuna fi hadha al-makan, kwa sababu sio sampuli ya ibada ambayo wanaifanya washirikina katika mahali hapa. Kwenye sehemu hii hapa kuna umuhimu sana kufahamu, kwa sababu nilisikia kipindi fulani kulitokea utata na mzozo katika baadhi ya miji, sikumbuki ni Mwanza au Arusha, na Mwanza kadhalika nilisikia kitu kama hicho Arusha. Ikawa watu wanaona vibaya na wengine wakatoa fatwa za kuharamisha kufaa kutokufaa, kama pale Arusha kutokufaa kuswali katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi. Unasema ifai kwa sababu pale pafanyika ibada. Kuna watu wanakwenda pale wanafanya manini, wafanya nini, ibada gani? Kuna ibada gani zinafanyika? Kuna mahubiri pale yanafanyika, kadhalika kuna matamasha mbalimbali yanafanyika, maasiya, sio? Kuna matamasha, wana muziki wanakwenda pale na vitu gani vinafanyika pale. Kwa hiyo haifai kuswali mahali hapa. Nilisikia kama Sheikh Amri Abudi mwanzo alikuwa kusema gani, Kirumba, kwamba haifai kuswali kwenda kuswali katika uwanja wa CCM Kirumba kwa sababu kadha wa kadha, zikataja sababu kama hizo. Huku ni kutokufahamu, Shahidi ni hadithi ya kisa cha Thabit ibn Dhahhak, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuomba au akamuomba ruhusa ya kwenda kuchinja ngamia wake katika sehemu ya Buwana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, je, hapo pana mzimu miongoni mwa mizimu ya jahilia iliyokuwa ikiabudiwa? Akasema hapana. Je, hapo kuna sikukuu miongoni mwa sikukuu zao wanazozifanya, pana idi zao? Akasema hapana. Kwa hiyo wao wanasema maadamu mahali pale panafanyika sherehe hizo za kitawhid na mambo kadha wa kadha, haifai na sisi kwenda kuswali pale. Sheikh anasema walihadha law arada insanu an yusalli fi makanin yudhbahu fihi lighayri llahi lajaza dhalika liannahu laysa min naw'i alibadati yaf'aluha almushrikuna fi hadha almakan. Na kwa sababu hii, lau kama atataka mtu kuswali mahali ambapo watu wanachinja hapo kwa ajili ya asiyekuwa Allah, basi itafaa, kwa sababu hiyo si katika aina ya ile ibada ambayo wanaifanya washirikina katika mahali hapa. Unafahamu? Kwa hiyo tuangalie kitu gani wanachokifanya, wanaswali. Aljawabu likiwa naam, basi haifai kuswali. Wanachinja, ikiwa jawabu naam, basi sisi tufai kuchinja mahali hapo. Lakini kama wao wanachinja sisi tunaswali, patafaa. Kama wao wanaswali sisi tutachinja, itafaa, kwa sababu ibada wanaifanya aina ibada wanaifanya tofauti na tunafanya sisi.
Hili tutazungumza itakapokuwa mathalan hakuna mahali pengine ambapo panaweza kuwatosha Waislamu ila hapo, lakini pakiwa pana sehemu nyingine, basi mimbabi aula watu kwenda katika sehemu nyingine. Lakini pia vile vile kama kuna vizuizi vingine, basi viwepo hivyo vingine, lakini isiwe hii kwamba eti kwa sababu watu hapo waruka sarakasi, wafanye maonyesho fulani, matamasha fulani, basi haifai hapo kuswali. La, labda useme kuna masanamu, hilo jambo jingine. Alafu pia vile vile mathalan ije kwamba kama ni kuswali viwanjani, basi iwe ni sehemu ya wazi, labda isemwe hivi. Kama hakuna sehemu za wazi kutokana na wingi wa watu, kama swala za Idi watu ni wengi na hakuna sehemu za wazi, misikiti haitoshi, maana kusanyika watu misikiti mbalimbali, misikiti 10, 20, watu wa misikiti hiyo wote wacha misikiti yao wanakwenda kujumuika pamoja. Kwa mahali pa kuwakusanya ni hapo. Sema hakuna haraji ya watu kuzuiliwa kwamba msiswali hapo kwa sababu hapa na tarumbeta. طيب وكذا الطاعة تؤثر في الأرض، كذلك طاعة يؤثر katika ardhi. ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق، na kwa sababu hii basi ikawa misikiti ni bora zaidi kuliko masokoni. Msikiti ni bora kuliko soko. والقديم منها أفضل من الجديد، msikiti ya zamani ni bora zaidi kuliko ile mpya. Kila msikiti unapozidi kuwa mkongwe, basi unahesabika kwamba hii haina maana kwa misikiti isivunjwe ikajengwa upya, ikawa misikiti imeinama mpaka kuta za kuangukia watu, sio maana yake. Lakini mahali ambapo ibada imefanyika kwa muda mrefu ni aula. Haina maana kwamba sasa watu sasa wafunge safari waende kwenye misikiti ya zamani, na hili nalo pia nalo ni tatizo. Wanda sasa mimi ndio msikiti mmoja kule wa zamani, sio. طيب الثالثة جملتات رد المشكلة، مسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. جملتات نكيرudisha masala yenye kutatiza kwenye masala yaliyowazi ili mushkili uondoke. فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بالاستفصال. kuchinja mahali hapa ni jambo lenye kutia mushkil, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya istifsali, akataka upambanuzi, upambanukiwe, alafu ndio hukumu inatoka. Jambo la nne ambalo tunajifunza kwenye hadithi hii, masaili yaliyomo: istifsalu al-mufti idha ihtaja ila dhalik. Arabi'a, istifsalu al-mufti ni kutaka upambanuzi mufti mwenye kutoa fatwa, idha ihtaja ila dhalik, anapohitajia hilo. Kwa sababu kuna al-mustafti na kuna al-mufti na kuna al-fatwa. Al-mustafti ni yule mwenye kutaka fatwa, anayeuliza, muulizaji, na al-mufti ni yule anayetoa fatwa, sheikh mujtahidi ambaye alim mujtahidi ambaye anatoa fatwa, na al-fatwa ndio ile jawabu anayotoa sheikh kumpa yule al-mustafti. Kwa hiyo kutaka upambanuzi, mtu anakuja na swali lake anakuuliza, kwa una haja, iko haja kama ikiwa kama unahitajia kutaka kujua zaidi, taka upambanuzi, ilikuwaje, iko vipi, kwani wewe vipi, na yule inatabidi atoe upambanuzi ambao utatosheleza katika kutoa jawabu la sawa sawa. Maana kuna watu wengine wanauliza maswali au hawajui kuuliza maswali. Anaweza akauliza swali ukawa unafikiria hivi, kumbe akakusudia vingine. Na wengine wanauliza maswali kwa mtego, anakutega wewe. Na wengine wanauliza maswali yavute katika maslahi yao. Kwa hiyo mufti anatakiwa afanye istifsal, atake upambanuzi, kwani vipi na vipi, alafu atoe jawabu ambalo litaweza kukata mzozo huo itakapokuwa anahitajia kufanya hivyo. Alkhamisa, anna takhsis albuq'ati binadhri la ba'sa bihi. Jambo la tano, kuhusisha mahali fulani kwa kufanya nadhiri ni jambo ambalo halina ubaya, idha khala min almawani'i, itakapokuwa mahali hapo pamesalimika, pameepukana na vizuizi. Kama pana vizuizi vyovyote vile ambavyo kisheria havikubaliki, kama haya yaliyotajwa, kuwa mathalan mtu ataka kwenda kuchinja mahali ambapo
watu hufanya ibada za uchinjaji lakini kwa mizimu yao, hicho ni kizuizi, haitafaa. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية. Jambo la sita ni kuzuiliwa mahali hapo itakapokuwa katika mahali hapo kuna mzimu miongoni mwa mizimu ya kijahilia, walau baada zawalihi, ijapokuwa baada ya kuondoka kwake. Watu wanapotajwa neno mzimu wanadhani kwamba mzimu lazima liwe shetani, lakini mzimu ni chochote ambacho watu hujikurubisha nacho kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, inakuwa ni mzimu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akamuomba Allah asilifanye kaburi lake ni mzimu. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, wathanan yu'bad. Ewe Allah, usilifanye kaburi langu ni mzimu. La taj'al qabri idan, usilifanye kaburi langu ni idi au wathanan yu'bad, ambayo ni mzimu wenye kuabudu. Usilifanye kaburi langu hivyo, kwa maana kwamba kaburi la nabii pia kwa ni mzimu, si kwa maana kwamba yeye pale alipozikwa ni mtu muovu. La, vile vitendo vinavyofanywa wale walioko juu huku katika mgongo wa ardhi ndio wafanya vitendo viovu. Miongoni mwa hivyo ni kumuomba yeye, wakachinja pale, wakagaragara pale, wakafanya tawafu pale. Wakifanya hivyo watakuwa wamefanya pale ni mzimu, na hilo halimpunguzii chochote mtume huyo katika ubora wake na kheri yake. Kadhalika katika watu wema, ikawa pengine huyo anayefanywa hivyo ni mmoja katika watu wema, watu wakubwa kabisa katika masahaba, kama watu walipokuwa watu wa Najdi wakilifanya kabri la Zaid ibn al-Khattab, ndugu yake Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, aliuawa katika vita vya Al-Yamama. Watu wa sehemu za Najdi kule wakalijengea kaburi lake, ikawa wanakwenda kufanya tawafu na wakiomba kwenye kaburi lile, wakalifanya kuwa ni mzimu. Kwa hiyo sahaba hakubadilika chochote, kama vile ambavyo kuna watu wanawaabudu mitume, wanawaabudu malaika, hawadhuru chochote. Kwa hiyo mzimu sio kaona kwamba lazima liwe shetani. Mzimu ni mahali ambapo watu wanapohusisha kwa ajili ya ibada, wakamuomba Allah mahali hapo, wakiulizwa wanasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, sisi hatuwaabudu wao isipokuwa tukurubishe kwa Allah tupate ukaribu. Wengine ukiwaambia wanasema haulai shufa'auna inda Allahi, hawa ni waombezi wetu, wajua hawa ni watu bora, sasa sisi tunapitia kwao. Umefundishwa na nani utaratibu huo, kwamba sharti upite hapa? Kwa hiyo kufanya hivyo unakuwa unafanya mzimu, au mtu anakwenda kuchinja hapo, au anakwenda kugaragara hapo, au kufanya tawafu mahali hapo. Kuna makaburi watu wanayafanyia tawafu, wanazunguka pale kama vile wanafanya tawafu katika Kaaba. Kadhalika mzimu unaweza kuwa ni mti kama ni mbuyu mkubwa au mtende au mkwaju au mvule au mti yote, watu wakaufanya mti huo kwamba ni mzimu. Au pango, pana jiwe kubwa hapo, pana jipango kubwa, pengine pana majoka hapo, watu wakafanya kwamba huu ni mzimu. Anakwenda kutambika pale, achinja pale, aomba. Kwa hiyo si lazima mzimu uwe ni shetani. Kwa hiyo hapa anasema panazuiliwa mtu kufanya ibada katika mzimu, katika mizimu ya jahilia, hata kama ibada ile ilishaondoka zamani, watu walikuwa wakifanya, kisha washaacha kwa sababu ya swali la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, palikuwa hapo pana mzimu miongoni mwa mizimu ya kijahilia ikiabudiwa? Qalu la, wakasema hapana. Taendelea baada ya adhan. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. kuzuiliwa mahali hapo, kuzuiliwa hata itakapokuwa mahali hapo ni mahali pa idi miongoni mwa idi zao, walau baada zawalihi,
japokuwa baada ya kuondoka kwake. Yani hata kama ilikuwa ni mambo ya zamani haya, huko zamani watu walikuwa wakifanya sherehe mahali hapa, kwa maadamu jambo hilo lilikuwepo, haifai tena wewe ukarudi ukafanya ibada mfano wake mahali hapo. الثامن أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. jambo la 8, haitafaa kutekeleza kile alichokiweka nadhiri katika mahali hapo. haitafaa, annahu la yajuz, kwamba mambo yalivyo haitafaa alwafau, kutekeleza bima nadhara, kile alichokiwekea nadhiri, fi tilka albuqa, mahali hapo, liannahu nadhru ma'siyah, kwa sababu itahesabika kuwa ni nadhiri ya maasiya. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم. التاسعة jambo la 9, alhadharu, ni kutahadhari, min mushabahati almushrikin, na kujifananisha na washirikina, fi a'yadihim, katika sherehe zao, katika sikukuu zao. Walau lam yaqsidu, ijapokuwa hakukusudia mtu kwamba mimi makusudio yangu si kwamba nasherika na wao, mimi sio nia yangu hiyo, innamal a'malu binniyat, la, taambiwa hapana, maadamu hii ni moja katika mambo yao, basi haifai kujifananisha na wao. Al-ashira la nadhra fi ma'siyah, jambo la 10, hakuna nadhiri katika maasi. Katika jambo la 9 ameelezea Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ala anna husul at-tashabbuh la yushtaratu fihi al-qasd, kwamba kupatikana kufanana au kujifananisha hakushurutishi kukusudia. Fa innahu yumna'u minhu walau lam yaqsid, kwa hakika asema ilivyo ni kwamba mtu atakataliwa, atakatazwa hata kama hakukusudia. Yani katika mambo ambayo watu huyafanya mushrikun al-kuffar, katika hususia zao, katika mambo yao, a'yadi zao na ibada zao, wewe ukashirikiana nao au ukajifananisha na wao katika jambo hilo, Uislamu unakukataza, hata kama wewe hukusudia kufanya hivyo. Na pamoja na kukusudia, maa al-qasd yakunu ashaddu ithma, maa al-qasd yakunu ashadda ithma, pamoja na kukusudia takuwa ni mwenye madhambi makubwa zaidi. Kwa jambo la 10, utahadhari watu kuishi ni nadhiri, hakuna nadhiri katika maasi. Na 11 ambalo ni jambo la mwisho katika darasa ya leo, la nadhra libni adama fi ma la yamliku, hakuna nadhiri kwa mwanadamu katika kile ambacho hakimiliki. Yani wewe huna cha kutekelezea nadhiri. Sawa, kwa nini ukanadhiri? Sawa, mimi nimekanadhiri nitaacha mtumwa, nikitokea jambo fulani basi nitakuwa nimemwacha huru mtumwa. Uko wapi mtumwa yule naye? Humiliki. Kwa hiyo hakuna nadhiri kwa mwanadamu kwa kile asichokimiliki. Wallahu ta'ala a'lam. كم اليوم؟ على 20 من شهر صفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.